Unajua hiki ni kipindi cha kampeni. Kwenye kampeni vitaibuka vitu vingi. Sisi tunajua hali za Tanzania na mifumo yake. Hiki ni kipindi cha kampeni kwa kutuelewesha labda cha nini? Kwani nyuma mwiko sio wanaenda kwenye uchaguzi? Ndio. Sasa Jumapili tatu tu hapo. Jumapili. Kesho kutwa watu wanaenda kwenye uchaguzi kwenda kuteua wajumbe kwa sababu viongozi wa juu washarudi. Ndio. Sawa, ni kwenda kuteua wajumbe kuwapanga, wewe kakae pale kwenye mwiko, wewe nenda kakae kwenye vyula, wewe nenda kwenye maandamano, wewe nenda kwenye nyumba nyeupe, kila mmoja ataenda kupewa position yake. Ndio kinachoenda kufanyika, lakini siamini kwamba kuna uchaguzi ambao utaenda kufanyika. Kwa hizo zinazoendelea hapo ni stories za kampeni. Feitoto ametoka nyuma mwiko. Wakati anatoka nyuma mwiko, video yake ipo. Alitoa kauli gani? Na nani alisababisha Feitoto aondoke nyuma mwiko? Sio nyuma mwiko aliamua kumuuza kwenda Azam. Sababu Azam walipeleka ofa wakaikataa. Feitoto alirudisha pesa yao ya kuvunja mkataba ili yavunje mkataba. Wamekataa, wamerudisha kwenye akaunti yake. Mpaka mama anawaita, malizeni tofauti ya huyu kijana. Aangalie mwenyewe anapolizika kwenda kufanya kazi. Msimlazimishe. Leo Feitoto anarudi nyuma mwiko. Anarudi kinyume nyume. Anarudi kichwa chini, anarudi miguu juu. Hao anarudi kinamna gani? Kwa sababu washasikia kwamba Simba tayari wako kwenye hatua za mwisho kwenda kukamilisha hilo dili. Ndio wanaamua sasa kutumia nguvu ya kuingilia kati. Waonekane kwamba wao wana pesa wakata kumrudisha Feitoto. Kwani wakati mnamchukua kutoka kule Singida United, mlimchukua kwa majani? Si alisajiliwa Singida na akacheza nyuma mwiko? Nani hiyo ajui? Ujio wa Feitoto kuja Tanzania kutoka Zanzibar. Wote tunajua kasajiliwa kule lakini kucheza kacheza nyuma mwiko. Kule hata mazoezi tu akufanya. Hilo tunalijua, lakini mwisho wa picha huyo mtoto kakaa kwa muda mrefu kipindi cha bakuli yuko pale kwa msoto, lakini ilifika mapindi kuna mambo yalimuumiza mule ndani. Ndio alimsababisha yeye mpelekea afanye mipango juu chini ili aondoke pale. Na mama ndo kamsaidia kuondoka, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo Feitoto ameondoka kupitia nguvu ya rais. Leo Feitoto anarudi Jangwani kufanya nini? Hili ni vitu ambaye ni story. Swali lako. Hilo ni story. Swali lako. Sio mnielewa kwa makini. Hiyo ni story ambayo inatengenezwa ili mradi ionekane kwamba wao wanataka kumrudisha Feitoto. Maana hapa alikuwa Dimukisha anaongelewa sana. Sawa, kwamba mchezaji kule hajatambulishwa ni mali yetu. Siku hiyo wafanye surprise kama walivyomfanyia Nandi. Baada ya sema anamtambuliza Mixoni, wakamtambulisha Nandi pale. Watu wamejaa uwanjani wamuone Mixoni, wanamuona Nandi anatoka anaimba. Nyuma mwiko unapenda sana uongo. Na uongo siku zote huwa una mwisho, lakini ukweli hauna mwisho mpaka unaondoka kaburini. Hawa ambao wananikosoa mimi kwamba mimi sio mchambuzi, Kagere mchezaji, amecheza kuwa mchezaji sio story. Tunaona wachezaji wengi wameenda kuwa makocha na wameshindwa kuzisaidia hizo timu kwenda kufanya vizuri. Na wamecheza kwa mafanikio. Kama wanafuatilia ligi pendwa duniani. Kwa hiyo Medi Kagere hana hoja. Kwenye hiyo hana hoja. Medi Kagere. Na atakuja atamhukumu. Alafu tumtafute Medi Kagere aje amjibu tena. Kwamba alichokifanya. Yaani kwamba Dumbia kukosa ile nafasi. Osimhen atakuja kumjibu Kagere kwa vitendo. Kwa sababu hata Medi Kagere wakati anacheza, sawa? Pia alikuwa anakosa nafasi kama zile. Pamoja alikuwa anafunga nafasi ngumu lakini nafasi kama zile alikuwa anakosa. Kwani Singida kitendo cha kumuondoa mpaka anaenda na Mungu? Sababu ilikuwa nini? Sasa alipewa penalty Zanzibar kule. Akashindwa kufunga kwenye Kombe la Mapinduzi. Asante makeke alitaka kupiga Panenka. Yeye na kipa. Sawa, na mpira umeweka umetulia. Chakua engo. Hapa kipa akachukua tena ataka kuwa na shida na uchukua tu kama wake. Inapata na tumwambieje Kagere? Au watu wafuatilie. Kwa hiyo amezungumza ni kama story. Kwa hiyo ukibeba story ya Kagere inakupoteza kwa sababu Kagere kacheza Simba kwa mafanikio na ndio mchezaji pekee alopata zawadi kwa mashabiki wakati anaondoka kwake. Wakati anawaga kwenye Simba Day. Ameondoka na fuko la hela. Siku hizi mmezoea kuweka ahadi. Ikitokea Feitoto tukamuona anatambulishwa Yanga. Unaweka ahadi gani? Maana mwisho wa siku kwa ile few moment later tutakuleta hapa. Mimi kwanza ni mtu wa football, sawa Mimi huwa sipendi kuongea kama muimba talabu. Sawa Mimi ni mtu wa football na ndio maana watu wa nyuma mwiko kila siku wanaweka ahadi na ahadi zao zinawahukumu. Mimi toka nimeanza kuzungumzia mpira. Haujawahi kuingia kwenye mfumo na situ. Mbona ulisema Shalulile anacheza Simba? Nisikilize basi. Sijaweka comment. Sawa Kama unifuatilia kokote nikozungumza issue ya Shalulile kwamba atakuja Simba, lakini nimekutoa ufafanuzi hapa. Bwana watu wengi sana wanakuangalia. Najua, mimi hata siku moja sijaweka finishing pale kwamba huyu lazima ukiweka lazima maana yake ni uhakika. Nimekwambia Feitoto na asilimia ngapi za kucheza Simba? Karibia 90% kwamba atacheza Simba. Watu wanataka weke ahadi. Nisikilize, mimi siwezi kuweka ahadi. Hii ni football na hii ni biashara. Sio sijiamini, hii ni football. Football ni biashara. Umeona? Kama ikiwezekana Azam wamekubaliana kwa sababu wao wamesema kwamba Feitoto akienda Simba bilioni 1. Leo kama na wao wameweka mguu kati wanataka yule mtoto arudi nyumbani na mtoto akikubali na Wazanzibari tunajua nyuma mwiko ndo nyumbani kwao. Si anaweza kweli kurudi? Pamoja na kauli yake Wazanzibari kwani 90% Wazanzibari nyuma mwiko ndo nyumbani kwao. Ndio ukweli. Yanga Afrika. Kwani msimu umesajiliwa ngapi? Wazanzibari. Watatu. Mpaka sasa hivi. Na waliokuwepo unganisha hapo kina muda asili unganisha hapo. Wanafika 7. Sasa si ndo nyumbani huko. Alafu angalia Simba Wazanzibari wa kwa ngapi? Ndio utapata majibu. Kwamba nyumbani pale. Na bado wengine walikuja pale akasema ndoto zao zimetimia. Leo Shakani yuko wapi Shakani? Na kaja kwa Mbwembe yule mtoto yuko wapi? Shakani Ibrahim. Si yuko Singida kule.
Katolewa kwa mkopo. Msimu mmoja tu kuliko kule. Kwani yule mtoto alikuwa hawezi kuendelea nayo pale? Lakini wale hawawezi kutunza vitu vizuri. Wale kazi yao kuharibu vitu vizuri. Kwa hiyo Faisal Salum kama atarudi Jangwani, tunza hii risiti. Iangalie kamera kule. Kama atarudi Jangwani, waambie mashabiki. Akaya akijua anarudi nyumbani kwenda kulima embe. Feitoto akirudi Jangwani na kauli yake abadilishe kabla hajarudi. Yaani kabla hajarudi. Mimi nakwambia watazame wanakutazama. Nisikilize basi. Feitoto kabla hajarudi. Ahadi yako hiyo. Ahadi yake aibadilishe ile nazili yake. Alisema kwamba hatarudi Jangwani mpaka Engineer Hersi aondoke madarakani. Kama atarudi. Lakini hakusema kama anaweka nadhiri. Kaweka nadhiri. Na video yake ipo. Tutaitafuta. Akirudi tutatafuta na itatrend mitandaoni. Aliongea. Kwani huwa yazungumziki? Nisikilize. Huwa yazungumziki. Nisikilize basi. Ukishaweka nadhiri, unatakiwa ubadilishe kabla hujarudi. Kwa hiyo kabla hajarudi, kama kweli ana mipango ya kurudi huko, mimi siamini kama ana mipango ya kurudi huko. Kabla hajarudi, kama atarudi, basi abadilishe nadhiri yake. Kwamba nilisema hivi lakini sasa hivi nimebadilisha kwa sababu 1, 2, 3. Lakini kama hatabadilisha afu amerudi, naamini atakaa kwenye vinywa vya. Maswali yamekuwa, kwa nini kila mwaka Simba anamhitaji Fei na hamumpati? Sio kila mwaka anamhitaji Fei tumpate. Hatujaweka mguu kati. Tukiweka mguu kati Feitoto atacheza. Dau. Issue sio dau. Hivi Faisal Salum na kuniambia kwamba analipwa hela nyingi kuliko mchezaji yoyote ambaye anacheza kwenye ligi ya Tanzania. Na unaamini? Kwa taarifa ikufikie, Mnandi Junior ameuliza swali zuri sana. Ukiingia kwenye orodha ya wachezaji wanaopokea mshahara mkubwa, ukiacha msimu huu ambao ameingia Peter Shalulile Shashaboy, Faisal Salum ndiye mchezaji pekee aliyekuwa anapokea mshahara mkubwa kuliko mchezaji yoyote kwenye ligi ya Tanzania. Shingapi anapokea? Alikuwa anapokea fedha ambayo ni mshahara taslim ni milioni 50. Ukijumlisha na malupulupu zile, ukifunga goli, si ukitoa assist, si tukichukua hiki, hela nyingi sana. Ni uongo tu. Hiyo ni story ambayo inatengenezwa. Unajua ligi ya Tanzania tunapenda sana propaganda kuliko uhalisia. Propaganda vipi? Huo ndio uhalisia. Nisikilize mimi. Ligi ya Tanzania huwa tunapenda propaganda. Chama anachukua bei gani Msimbazi? Amerudi kwa bei gani Chama? Mimi mwenyewe sijui. Mimi ni mwanachama. Haya, hamna sijui hela anayolipa. Niambie hamna chama anachukua shilingi. Wala anayolipa libase sijui. Hiyo ni siri mikataba viongozi pamoja na wachezaji. Lakini haiwezi kuwa. Huwa inavuja. Hakuna cha kuvuja, asikudanganye. Blaza kama Ulaya hakuna cha kuvuja. Kama Ulaya. Wewe wenzetu wako wazi kila kitu mpaka bonus inajulikana. Sio hapa. Hapa waweke wazi afu wanapiga wapi? Wakuwekea wazi kwamba unalipwa kiasi fulani. Umesikia fedha ambayo Yanga wamemsajili Peter Shalulile? Pesa gani bwana? Mtu ana timu pesa gani? Kuna timu ilikuwa inamtaka, wamevunja mkataba. Sema Simba walivunja mkataba kwenye timu yake sababu mchezaji alikuwa na mkataba. Na wamempa senki ujuzi baada ya kutambulishwa na Simba. Mbona Shalulile unamchukulia poa? Shalulile ni mchezaji ambaye kashamaliza mwendo. CV yake ni kubwa lakini mchezaji ambaye kashamaliza mwendo. Sasa tujiulize, unasema kulikuwa na ofa 3. Tutajie klabu gani iko na mhitaji? Moja. Kabla ya kuja Jangwani. Sawa. Kama sio story. Kama alivyoambiwa yule MVP kutoka Zambia. Hasizungumzi anakuja kutambulishwa kama fungu la nyanya. Ni story. Tusubiri tu kwamba ligi inakuja itaanza. Tarehe 14 sio mbali, 12 ni ufunguzi. Tutajua mbivu na mbichi. Hizi story tutaendelea kuzungumza. Wanaonikosoa waendelee kunikosoa. Lakini wataamini baada ligi ikirudi. Sio, umeelewa? Wataamini baada ya ligi ikirejea ya 2026 2027. Lakini hizi story ambazo zinazungumzwa, kila mmoja azungumze kwa upande wake. Sababu hao wenyewe washabiki wa nyuma mwiko walimkataa Shalulile mzee. Lakini leo tumeona wanaondoka na miondoko ya Shalulile. Na wakati walimkataa Shalulile mzee. Tujiulize, je, kashabadilika kwa kijana? Sababu klipu za kina Baraka Yanga zipo zina trendi. Tunataka dogo Shalulile dogo. Kwa hiyo tusimalize maneno. Tusubiri. Mimi sipingi uwezo wake. Najua Shalulile amefanya makubwa akiwa na Mamelodi Sundowns pale South Africa. Hakuna asiyojua hilo. Sawa? Amefanya makubwa kwenye Champions League pia. Umeona bwana? Sababu yuko na hiyo timu imebeba ubingwa mara ngapi wa Champions League? Mara 2. Umeona bwana? Imebeba 2016 lakini imebeba tena msimu huu ulioisha. Kwa hiyo mimi siwezi kubeza uwezo wake, lakini binafsi kashaumaliza mwendo. Shalulile 2016 sio Shalulile huyu ambao wamecheza finali ya Champions League iliyopita. Sio huyu, maana yake alikuwa anakaa benchi. Hakuwa na faida kwenye hii finali ambayo wamecheza ya pili. Kwa hiyo mimi ninachokiamini binafsi, Shalulile ni mchezaji ambaye kamaliza mwendo, hapa anakuja kuchukua pensheni tu. Na ninachokijua amekuja kwenye happy birthday ya Engineer Hersi. Kwa hiyo ni mchezaji wa happy birthday. Hakuwa mchezaji official kuja kufanya kazi. Kwa sababu haiwezekani mchezaji official anakuja anatambulishwa kwenye peji ya klabu na jezi ya Mamelodi Sundowns. Sijawahi kuona timu yoyote ambaye inamtambulisha mchezaji mgeni amevaa jezi ya klabu alikotoka. Maana yake bado ni mchezaji wa Mamelodi. Sio mchezaji wa nyuma mwiko. Huwezi kumvisha jezi ya Mamelodi ndio akatambulishwa nayo. Na kati ushamtambulisha kwenye klabu yako. Wewe ushawahi kuona klabu gani inafanya hivi? Wao walifanya hilo tukio. Kwa hiyo yule ni mchezaji wa happy birthday, sio mchezaji wa Yanga, yule mchezaji wa Engineer Hersi. No. Sawa bwana, kabla tujaondoka bwana, ngoja tumalize na mzee wa kunyoosha. Bwana umemsikiza Mnandi bwana? Mnandi kuongea ndo kaida yake. Mnandi kuongea ni kaida yake kabisa.
Yaani kwamba wewe kwa hiki anachokizungumza Mnandi wewe unamchukulia kwamba yeye ndio kawaida yake. Yaani hiyo ni kawaida kwa sababu Mnandi hawezi kuisifia ni Yanga hata siku moja. Yaani akae kabisa hata ifanye zuri. Hata aletwe Cristiano Ronaldo hapa. Mnandi bado yani maana yake hawezi kumsifia hata siku moja. Lakini amekwambia Shalulile na Dumbia, yeye anaondoka na Dumbia. Yule jana nilivyoona mechi zile mbili zile, ile eti wamekosa matokeo, wanasema walikuwa wanafanya mazoezi. Hakuna, ni uongo. Ukiniambia kuwa mwalimu ana mipango yake na mikakati yake katika zile mechi, hapo sawa. Lakini kusema eti walikuwa wanafanya mazoezi, ulienda kushiriki kule kwa sababu ya nini? Yaani umeenda kushiriki kwa ajili ya kufanya mazoezi? Wao wamekosa matokeo. Ndio. Wamsifie mpinzani wao, kaweza kuwazuia. Simba ni timu kubwa, uweze yani kuaibisha taifa, afu unasema eti nilikuwa nimeenda kufanya mazoezi. Ile ni kuaibisha taifa. Unatoa suluhu na wale ambao kila siku wanabutwana tu mabomu huko, kweli unatoa nao suluhu? Mogadishu kweli. Utoe suluhu afu utuambie hapa eti tulikuwa tunafanya mazoezi. Ile ni aibu. Wameaibisha taifa. Huo ni uhalisia kabisa. Yaani katika kitu ambacho Simba alichofeli ni kwenda tu kushiriki katika yale michuano wakati yeye hayuko sawa manake. Kwa sababu yeye yani hata wale walioandaa wenyewe walikuwa wanategemea matarajio makubwa sana kutoka kwa Simba. Ndio. Umeshaona? Yaani uwepo wao. Uwepo wao ni kwamba wangeonyesha Afrika nzima yenyewe ilikuwa inatarajia manake. Na kuelewa najaribu kuelewa kwamba wale waandaaji wa mashindano ya Kagame upande wa masoko sasa. Leo Simba angekuwa kwa hizo mechi mbili, mechi ya kwanza kampiga mtu 4. Kampiga huyu jana kamzabua mtu 3. Ile taarifa ingeyakuza ile mashindano. Lakini kwamba Simba ana draw sasa hizi, na maana manake mwendo naye kashaumaliza kule katika ile mashindano. Haendi robo finali. Hawezi kwenda, anaendaje sasa kati ana pointi 2? Anaendaje? Na anakutana na Singida vile vile ana uhitaji wa pointi. Unaona mechi inavyokuwa ngumu hapo. Singida anaonekana kama mashindano anayataka. Anataka si bingwa. Si bingwa na lazima atetee ubingwa wake. Wana mzungu pale. Kwa hiyo anahitaji pointi, apate pointi 3. Singida kwa sababu sare alimsaidia. Kwa matokeo haya sare inamsaidia. Akipata sare tu anaenda. Sasa Simba si anakuwa na pointi 3, bwana kwa nani? Bwana tumalize hapa kabla tujaondoka bwana. Bwana vipi bwana, unapokeaje wewe taarifa hii? Maki lazima tuipokee kama ilivyo ndio inavyozungumzwa. Faisal kurejea nyumbani. Mimi kwangu mimi bado endapo sina imani bado, nadhani imesimama kwenye tetesi. Ndiyo. Lakini hata mimi katika vyanzo vyangu manake vya ndani kabisa, ndio inaeleza kuwa yani imebakiza ni kamstari kadogo sana Faisal manake kurudi. Na kama itashindikanika manake kuna dirisha hili, basi dirisha dogo asilimia 100 la Januari yani manake asilimia 100 manake Fei anarudi nyumbani kwa sababu hata yeye mwenyewe amepata mani nyumbani. Ndiyo. Na ukumbuke Fei manake anataka manake kucheza klabu bingwa. Sasa ndio nyumbani kumenoga. Nyumbani kumenoga. Alafu ukiangalia manake na ushawishi uliokuepo kwa sababu JSM saizi kaamua manake kuingia mazima. Sasa saizi hataki masiala tena. Tajiri kachafukwa. Yaani kachafukwa. Yaani ile kauli yake anaongeaga tu kimuuliza Yanga bingwa basi. Yaani ile sasa ni manake yani anaidhihirisha kwa vitendo manake. Umeona? Kwa hiyo kama Faisal atasaini itakuwa ni moja ambayo ya sajili ambao nao ni sajili kubwa sana kwa sababu Faisal sio mchezaji ambao wa kawaida, ni mchezaji ambao manake klabu yoyote inatamani kuwa naye. Ndio. Kwa hiyo itakuwa ni dili kubwa sana. Ndiyo. Na itakuwa ina faida kubwa sana kwa sababu ukizingatia manake hatuna pale kiungo ambao anafanana na Faisal kwa sasa hivi. Kwa hiyo tukirudi kwenye swala la kibiashara, Yanga uwepo wa Fei, uwepo wa Shalulile. Saizi klabu ya Yanga saizi tayari katika marketing saizi iko juu kwa sababu ni tayari yani ndo wengo ambao manake viongozi ambao manake wanatazama mbele. Mnandi hapa ameuliza swali moja wakati tunamalizia hapa. Mnandi ameuliza swali moja ambalo ameliuliza mimi ni kama naweza nikalijibu. Nimemsikiliza mchambuzi mmoja, naomba nisimtaje jina, ambaye kwa heshima alijibu kile ambacho kinaulizwa. Yaani huyu mchambuzi yeye alijibu swali ambalo watu wanaohoji kwa nini Yanga Afrika imemtambulisha Peter Shalulile akiwa na jezi ya Mamelodi Sundowns. Sasa kitaalamu kwamba wataalamu wa masoko kwamba wao wanasema, inaelezwa kisiri kwamba wataalamu wa masoko wa Yanga hawakutaka kukurupuka moja kwa moja kumleta pale Shalulile wamvalishe jezi Yanga afu wamtambulishe. Yanga kuna target ya kibiashara wameiweka kwenye huu utambulisho ama usajili wa Peter Shalulile, wanataka kuifanya biashara.
Na ndio maana ukazungumzia kwamba upande wa marketing Yanga kwa sasa hivi uigusi ya moto. Ya, ni kitu kweli ambacho manake kwenye engo hiyo wameangalia. Unajua saizi nataka niseme yani ile kiuhalisia kabisa, idara ya habari ya Yanga inafanya kitu kimoja kikubwa sana. Kila siku wanatuonyesha kitu kipya ni manake. Wanapambana kwa kweli kuifanya klabu. Unawapa maua yao. Yani hiyo nawapa pongezi kubwa. Kuifanya klabu manake iwezi manake kwenda mbele katika engo nyingine, manake ya kuingiza mapato kwa engo nyingine ambao kutumia hizi social media. Wanafanya vitu vizuri sana kiukweli yani. Bwana, kuwa muwazi. Tunakwenda kwenye ngao ya jamii ikiwa ni ufunguzi wa ligi. Kikosi cha Simba amekuja kukiona kikosi cha Yanga. Mimi nakupenda kwa sababu wewe ni mzee wa kunyoosha. Uhalisia wako ukoje unaonaje kikosi cha Yanga, kikosi cha Simba? Mimi niwe mkweli. Mimi kwa namna manake Simba manake ninavyojua, kwa sababu Simba haijamegeka sehemu yoyote. Simba ni ile ambayo ya msimu mpita na ipo manake. Zaidi manake wameboresha tu. Ndio. Kuhusiana na ngao ya jamii itakuwa manake ni mechi ni ngumu sana. Ndio. Kwa sababu ukizingatia manake Simba wao wana kocha ambao talikashacheza dabi ambao takriban 3 sijui kitu kama hicho. Tayari anajua mazingira ya dabi. Lakini sisi tuna kocha huku bado ndo dabi yake ya kwanza manake, na anakaribishwa manake na dabi ya kwanza. Ndio. Unaona? Pia Bwana Mangopa Mungisi. Pia vile kuna maingizo mapya ambayo yanaingia kikosini. Kwa hiyo sio mechi yani ukiangalia kabisa katika kinzani hivi unaweza ukaipa nafasi Simba. Ndiyo. Kwa mimi manake yani jinsi ambavyo manake nikiongea kifootball. Ndio. Ila ukizungumzia dabi. Dabi huwa haijalishegi mtu kajiandaa vipi yuko vipi. Ndio. Yani ana ubora kiasi gani, dabi siku zote inakuwa ngumu. Kwa hiyo tuweke 50 kwa 50. Bana, tunaondoka bana Mnandi. Bana, tunakwenda kwenye mechi hiyo ya ngao ya jamii. Maana ndio umesema kwamba ndio moto Ibrahim Dumbia anakwenda kuionyesha Tanzania na wanaombeza, na umesema Ibrahim Dumbia anakwenda kumjibu Medi Kagere aliyemcheka kwa ile goli aliyekosa. Unasema Ibrahim Dumbia anakwenda kumuonyesha kwenye ngao ya jamii tarehe 12. Atamjibu kwa sababu yeye kaondoka Singida kwa sababu ya kukosa penalti ya kutoa sadaka kwa golikipa wa Simba. Yaani anaokamata mpira kama wa kwake. Na ndio ilikuwa penalti ya mwisho ambayo inawafanya wao wa qualify kwenda hatua inayofuata ya kucheza hatua ya finali, ambayo sisi finali tulicheza na Mlandege wakatutoa wakatufunga goli 1-0. Wao tulicheza nao kwenye hatua ya nusu finali kwenye kombe la Mapinduzi. Anakumbuka sababu yeye ya kuondoka Singida mpaka anaenda na Mungu. Mpaka anamaliza mwendo, anarudi tena nyumbani kwao na amestaafu sasa hivi amekuwa mchambuzi na akisomea swala la ukocha na kufundisha nini? Anafundisha nini? Maana sio ukocha tu, kuna kitu kingine anasomea. Ila nimesahau kidogo wakati Bwana Medi anachambua jana, nilikuwa nafuatilia, kuna kitu kingine ambacho anasomea. Nimekisahau kidogo. Kwa hiyo binafsi yeye pia alikuwa anafanya makosa ya kizembe kabisa. Lakini Mnandi tunaondoka hapa studio na muda wetu kiuhalisia kabisa Mnandi. Kama nilivyokuambia mashabiki ni wengi wanaokutazama. Uzungumza kweli, wana Simba wanakutazama bwana. Unaridhika kabisa na unaangalia kama hivi tunavyoambiwa Selemani Mwalimu hayupo kambini na tujamuona kwenye mashindano ya Kagame. Mbona umuulize Elim Panzo? Twende taratibu. Elim Panzo sio mshambuliaji, nazungumzia eneo la mbele. Elim Panzo ni mshambuliaji. Kiuhalisia Elim Panzo ni winga. Sikiliza basi. Kiuhalisia. Sikiliza basi. Elim Panzo mpaka tunamaliza msimu, yeye ndo alikuwa namba 9 wetu. Mwalimu anatokea benchi. Sawa. Anacheza pale force namba 9. Ule ni mfumo kama force namba 9, lakini sisi tunazungumzia mshambuliaji halisi. Ukiangalia kwenye position, Mpanzo haandikwi ni striker. Tunajua hilo, lakini alikuwa anaandikwa pale. Sawa, naomba nikuulize swali. Anaandikwa kama namba 9. Ndio tulikuwa tunaondoka hapa wakati naondoka na hili swali ambalo nakuuliza. Selemani Mwalimu anatajwa kurejea Wydad kama ambavyo wao wametaka arudi. Akirejea hakuna shida, si mchezaji wao. Sawa, yupo Ibrahim Dumbia. Unaridhishwa naye? Muda bado. Hata hao wengine kina Karesto siwezi kukubali kwenye zile mechi 2 ama 3 tutakacheza hii ya mwisho. Nitakuja kuangalia kwenye mwendelezo kwenye mashindano. Maana ile mimi kwangu kama bonanza. Unaridhishwa na hiki ambacho Dumbia amekionyesha? Naomba unielewe. Sio Dumbia tu. Hao wachezaji wengine wote ambao hata wengine wameanza kukulizishwa na kile walichokionyesha pale. Tusubiri. Kuna wachezaji walikuja hapa kina Jaja kama unakumbuka. Wengine labda mpira wafuatilii wamelala. Jaja alikuja likiwacha kwenye ngao ya jamii. Mwisho wa siku akaondoka hapa asubuhi tu. Alionekana pale akaonekana tena kwenye ligi. Yaani alionekana kwenye ngao. Alikuwa anaitwa Gelson Santana Jaja. Alionekana kwenye ngao ya jamii tu ni mchezaji hatari wa moto, lakini mwisho wa siku kutoka pale kwenye ligi asilo lote sio chochote. Alikuwa na mwenzia anaitwa nani kama unamkumbuka? Coutinho. Kwa hiyo binafsi tukumbuke kwamba si mpira watu tunafuatilia, sio tumelala. Mchezaji usimwangalie tu kwenye baadhi ya mechi, mfuatilie kwenye mashindano yote. Ndio utaamini kwamba huyu ni mchezaji ama ni kilaza cha mchezaji. Kwa hiyo naamini mimi Dumbia sio mchezaji mbovu. Tusubiri atawajibu wale wote ambao wanamkataa. Nimeona kwenye magrupu ya Simba wanamkataa Dumbia.
Magrupu yote ya Simba wanamkataa Dumbia, lakini waambie kwamba Dumbia ni bonge la striker. Sawa bwana, Dumbia atafunga goli 100 msimu huu. Tumpe moyo tu.